Tuko hapa kwenye viwanja vya CD Msuya, Mwanga mjini, tukisubiri mwili wa baba yetu, mwili wa muasisi wa wilaya hii ambao kwa taarifa nilizonazo umeshaondoka KIA kuja hapa. Kama unavyoona, kwa kweli Wanamwanga wamepigwa na ganzi, wamepigwa na bumbuazi, kwa sababu kwa muda wote ambao mzee alikuwa madarakani kama mbunge na hata baada ya kumaliza kazi yake ya ubunge, ameendelea kuwa karibu na Wanamwanga, ameendelea kuwa mshauri mkubwa sana, na kwa lugha ile ya Kiingereza sema comforter in chief, mfariji mkuu kwa wilaya yetu ya Mwanga. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa, lakini mimi kama mbunge ambaye nimebaki kwenye kiti wakati mzee anaondoka, nataka niwatie moyo Wanamwanga. Mzee hakuwa mchoyo wa maarifa yake, wa uzoefu wake, wa ujuzi wake. Kwa hiyo alitushirikisha mambo mengi na kutuandaa. Kitu kikubwa kabisa alisisitiza umoja. Alisema kabisa, wewe kama mbunge pigania vitu vyote, lakini kumbuka kupigania umoja wa wananchi wako, kwa sababu ukiwa unaongoza wananchi wasiokuwa na umoja, utakuwa unavuta mbele huku nyuma, wengine wanadondoka, wanabaki. Kwa hilo ndio kubwa ambalo ninawaomba, na lingine amesisitiza kufanya kazi kwa bidii na kuangalia mbele, kuangalia mambo ambayo yatakuja kufaa vizazi vyetu, hata kama kwa sasa hivi sisi tunaona kwamba tumetosheka. Mfano mkubwa ni mradi wa maji ambao aliupigania kwa muda mrefu sana. Mradi huu umezinduliwa mwezi wa 3, leo mwezi wa 5 yeye ameondoka, lakini tutamkumbuka kwa sababu hakusema kwamba ngoja nikachimbe kakisima kamoja viwili pale ili watu wampigie makofi wampe kura. Hapana, aliamua kuingia kwenye mradi wa muda mrefu ambao utakuwa na manufaa ya muda mrefu. Kwa hiyo tumejifunza, na mimi ninaamini kabisa kwamba wazee wetu wataendelea kutuombea dua, viongozi wa dini wataendelea kutufanyia sala na kuendelea kutubariki ili pale alipofika mzee na sisi tuweze kupasogelea.